Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia taarifa ambazo zimeshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Saadi Suleiman hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Serikali yaongeza mshahara kwa 35% kwa watumishi wa umma. Taasisi ya Rehma Wakfu ya wafariji wanawake wenye uhitaji katika kijiji cha Kise, kata ya Kiparang'anda, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Katika habari za kimataifa, Pakistani yaituhumu nchi ya India kwa kupanga kuishambulia. Naam, karibu mtazamaji ndani ya kapu la habari, na kabla ya kwanza habari za kitaifa nikukumbushe bali na kuyatazama matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa hii ya habari kupitia YouTube account ya Mahasin TV official channel. Tunaanza habari za kitaifa kutoka mkoani Singida. Serikali imetangaza kuongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000, ambayo ni sawa na ongezeko la 35.1%. Ongezeko hilo limetangazwa mkoani Singida na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati wa sherehe za siku ya wafanyakazi duniani kitaifa. Nyongeza hiyo itaanza kutumika ifikapo mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu, lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Aidha, Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameongeza kuwa kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mishahara inaendelea kufanya mapitio ili kuboresha mishahara ya wafanyakazi wa sekta binafsi. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya faraja kwa watumishi wa umma, na sasa mtazamaji tunaelekea huko mkoani Pwani. Taasisi ya Rehma Wakfu yenye maskani yake makuu jijini Dar es Salaam imetoa faraja ya misaada mbalimbali ya kibinadamu ikiwemo vyakula kwa wanawake wenye uhitaji zaidi ya 400 katika kijiji cha Kise, kata ya Kiparang'anda, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Taarifa iliyoandaliwa na Aisha Mpatila kutoka mkoani Pwani inasomwa hapa studio na Saadi Suleiman. Mbali na misaada hiyo, taasisi ya Rehma Wakfu iliyoanzishwa mwaka 2010 na kuanza kutoa huduma za kijamii katika wilaya ya Mkuranga tangu mwaka 2011 imewezesha upatikanaji wa vyumba viwili vya madrasa kijijini hapo. Kwa hili jengo ambalo mnaloliona hapa
ndilo ambalo lilianzishwa na Rehema baada ya kuona juhudi za kina mama ambao walikuwa wakitumia nguvu zao sana kwa ajili ya kupata elimu ya dini, na baada ya kuona hizo juhudi, taasisi ya Rehema ikaamua kuwajengea eneo dogo la vyumba viwili at least waweze kujihifadhi kipindi cha mvua. Mbali na hilo, tuna program ya mayatima na baadhi yao wanatokea huku katika wilaya ya Mkuranga, na mpaka sasa hivi kuna mayatima kama 55 ambao Rehema inawafikia. Wenyeji wa hafla hiyo ni jumuiya ya wanawake Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA katika wilaya ya Mkuranga, ambao nao wameeleza juhudi na jitihada wanazochukua katika kusukuma mbele harakati za dini. Karibu kata 20 tumeshachagua uongozi wa JUAKITA, ikiwemo hii kata ya Parang'anda. Tuna madrasa mbalimbali ambazo tumezifungua katika jimbo letu hii. Tunatoa mafunzo mbalimbali yakiwemo ya uoshaji wa maiti, yakiwemo mafunzo ya ndoa. Tunapita katika kila kata, na kata nyingi sasa hivi wanaosha maiti na kukata sanda wenyewe wanawake. Zote hizi ni jitihada. Lakini pia tuna kituo ambacho tunatarajia kulea watoto yatima ambacho kiko Mkuranga, kijiji cha Bungizi, ambapo watoto hawa mpaka sasa hivi tunawalea wakiwa majumbani. Mgeni rasmi wa zoezi hilo ni mwenyekiti wa JUAKITA Taifa Bi Shamimu Khan. Ameipongeza Rehma Wakfu na kuhimiza taasisi nyingine kuiga mfano huo kwa kuwakumbuka Waislamu wanaoishi vijijini. Kwa kweli kazi mnaofanya ni kazi nzuri sana. Baadhi ya taasisi zinajikita mijini, lakini Rehema wamekuja mpaka vijijini. Wengi wanakwepa, wakati akina mama wengi wako vijijini. Utaona kama ni mikopo inatolewa huko huko, kama sijui ni huko huko. Je, hawa tutawafikiaje? Ndio Rehema hawa. Kwa kweli tuinue mikono tuseme alhamdulillah. Hawa Rehema waendelee kudumu. Aidha, amewataka viongozi wa JUAKITA kuanzia ngazi ya kata hadi wilaya kuandaa taarifa za utekelezaji wa majukumu na kuwasilisha ngazi ya taifa. Walezi, na nyinyi mnatakiwa kuwapangia hawa kata zao. Hawa wa wilaya wapewe kata zao. Wewe kata zako za kulea ni kata hizi. Wewe unaletewa taarifa. Tunapokea taarifa ya kila miezi mitatu. Taarifa hizo tunaziunganisha. Kwa mfano Pwani ikituletea, Morogoro ikileta, tunaunganisha. Baada ya kuunganisha, tunampelekea Mheshimiwa Mufti ili ajue JUAKITA inafanya nini. Asante sana Saadi Sulemani kwa masimulizi ya taarifa yake Aisha Mpatila kutoka mkoani Pwani. Mtazamaji, na sasa tunatoka kanda ya Pwani na tunaelekea kanda ya Magharibi kutoka mkoani Tabora. Halmashauri ya wilaya ya Igunga mkoani Tabora imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300.9 kwa vikundi 27 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Wito ukitolewa kwa wanufaika wa mikopo hiyo kuzingatia nidhamu ya kurejesha fedha hizo ili ziweze kunufaisha wananchi wengine. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Igunga Bi Sauda Mtondo, akiwataka wananchi 97 wanufaika wa mikopo hiyo ikiwemo pikipiki, pawatila na fedha taslim kuzingatia urejeshaji wa mikopo ili kutoa nafasi ya fedha hizo kupewa wengine. Tumekopa, tutapewa muda wa kusimama vizuri, lakini baada ya muda kulingana kwa mujibu wa mkataba tutatakiwa tuanze kurejesha. Kila kikundi na kila mmoja anapaswa kuzingatia hilo, na katika hili tutawafuatilia kwa kina ili kuona kwamba kila senti ambayo ulipaswa kurejesha unairejesha. Kwa hiyo nidhamu ya kurejesha mkopo tukaiweke iwe nidhamu ya hali ya juu, kwa maana kwamba mkifanya vizuri nyinyi, maana yake mnawafungulia njia na wengine ambao bado hawajakopa. Kupata mikopo haina riba. Tunajua kule kijijini kuna mikopo ya hatari, kausha damu inaitwa. Kwa hiyo sasa achane na kausha damu, endeleeni kusikiliza elimu nayopewa ili basi mpate mikopo ambayo ina nafuu wala haina changamoto yoyote. Wananchi wetu mkaende kujikwamua, mfanye kazi vizuri, mfanye biashara zenu.
Awali mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Igunga Biselwa Hamid amesema vikundi vilivyokabidhiwa mikopo hiyo ni vile vilivyokidhi vigezo baada ya kufanyika mchujo. Vikundi hao waliokuwepo mbele yetu, hakuna ubadhirifu wowote ambao uliopita ama upendeleo wowote. Wamepita kwenye michujo mingi mpaka kufika hapa. Ni siku ambayo huwa tulifanya mara moja kwa kila robo, na shughuli hii inafanyika sio kwa ajili ya sherehe tu, lakini lengo kubwa ni kutoa elimu ili kuwafanya watu wajue mikopo hii ipo na inatolewa chini ya sera ya Chama cha Mapinduzi, na mikopo hii kutolewa ili kutimiza ile ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuwezesha jamii kupata uchumi uliokuwa na kuachana na maskini. Katika awamu ijayo ya ugawaji wa mikopo hiyo, halmashauri ya wilaya ya Igunga imetenga zaidi ya shilingi milioni 400. Hivyo vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambavyo bado havijapata vimehimizwa kuchangamkia fursa hiyo. Nimepata mkopo wa shilingi milioni 2 kwa ajili ya maendeleo ya ushonaji wa viatu. Na natoa wito kwa wale ambao hawajapata wajiunge wapate mkopo, bado ipo. Bado kuna milioni 400 inahitajika. Natoa shukrani kwa Mheshimiwa wetu Rais akutuona tena sisi kwa watu wa chini. Naam, mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, tunatoka kanda ya magharibi na tunaelekea kanda ya kati kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Magereza yote 129 Tanzania bara yamefanikiwa kuondokana na matumizi ya kuni na nishati nyingine zisizo salama kwa mazingira na kuanza kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi na mkaa rafiki. Amebainisha hayo mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu wakati wa ziara yake pamoja na mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini REA Mhandisi Hassan Saidi, iliyolenga kukagua mifumo ya nishati safi ya kupikia katika gereza la Isanga jijini Dodoma. Hapa nishati safi ya kupikia ambayo inatumika kwa sasa ni ile ya mkaa safi wa rafiki pamoja na nishati ya gesi, na hii ikiwa ni uthibitisho kwamba magereza yote 129 ambayo tulisaini mkataba nao sasa hivi wameondokana kwenye matumizi ya nishati chafu ya kupikia, kwa sababu lengo ni kufikia mwaka 2034 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia, na katika hao Watanzania ni pamoja na taasisi hizi. Kamishina Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Katungu amesema mifumo hiyo ya nishati safi ya kupikia imeleta faida nyingi, ikiwa ni pamoja na kulinda afya za wapishi wa chakula kwenye magereza. Matumizi ya nishati safi yamekuwa na faida kubwa katika afya za wale wafungwa ambao wanapika chakula cha wafungwa gerezani. Lakini kubwa zaidi, tumekuwa tukiokoa muda. Awali wakati tunatumia kuni tulikuwa tunachukua muda mwingi sana kwa ajili ya kuandaa chakula cha wafungwa, lakini baada ya maamuzi ya kutumia nishati safi, muda wa kuandaa chakula cha wafungwa umepungua na hivyo kumekuwa na ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tunaendelea na jitihada hizi za kuhakikisha kwamba tunaimarisha matumizi ya nishati safi katika magereza yote, kwa sababu yamekuwa na manufaa makubwa kwa taifa, lakini pia ndani ya uendeshaji wa magereza yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala REA Mhandisi Advera Mwijage amezihimiza taasisi nyingine za umma na binafsi kuiga mfano huo ili kuondokana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia. Pia sisi kama wakala wa nishati vijijini tumesaini mkataba wa kuwawezesha watumishi wote wa magereza kuhakikisha kwamba wanahama katika kutumia nishati chafu na kutumia safi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia mwezi wa 6 watu wa huduma hawa watapita katika magereza zote nchini kuhakikisha watumishi hawa wanapewa mitungi ya kilo 15 pamoja na jiko la pleti 2 kwa maana ya majiko mawili. Sisi tunaamini nishati safi inawezekana. Kama magereza wameweza, ina maana na taasisi nyingine zige mfano huu, walete maombi yao REA kwa ajili ya kuweza kupata financing au tuwawezeshe kifedha kiutaalamu waweze pia kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Asante sana Saadi Sulemani kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Kwingineko mtazamaji, kutoka jijini Tanga, shirika la maendeleo ya Ujerumani GIZ limetoa msaada wa vifaa tiba vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 975 kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono
juhudi za serikali katika kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Akipokea vifaa hivyo vilivyokabidhiwa na meneja programu wa GIZ masuala ya afya Kai Stella Paul, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batida Buriani amesema vinakwenda kuongeza nguvu katika kukabiliana na vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga. Zetu wametusaidia kupata vifaa hivi ili kuongeza vifaa ambavyo tunavyo kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wakizaliwa njiti wanakuwa salama. Watoto wakizaliwa wale wanakuwa wa manjano, basi kuna vifaa maalum vya kupata ule mwanga wa blue ili watoto hali zao ziweze kuwa vizuri. Mtoto akizaliwa apumui, kuna mashine maalum. Lakini kuna vifaa vingi vya muhimu sana. Lakini pia wameboresha baadhi ya maeneo ya kutoa huduma ili iendane na hali ya kisasa zaidi na hivi vifaa viweze vikafanyika vikawekwa vizuri. Dr. Ahmad Makuani ni mwakilishi wa Wizara ya Afya, amewaomba wadau hao kuangalia namna ya kusaidia mkoa huo kuboresha utoaji huduma kwenye sekta ya afya. Mama Samia amewekeza kwenye semoki nyingi, na hizo semoki watu wameitikia kujifungua, na watoto hao wachanga wakizaliwa 15% mpaka 20% watahitaji huduma za neonatal care. Kwa hiyo vitahitajika vifaa vingine zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwekeze zaidi. Na sisi Wizara ya Afya tulisema badala ya kuwa na mikoa miwili wawe na mkoa huu mmoja wa Tanga, kwa sababu Tanga nasikia kihistoria ndio Wajerumani walianzia hapa, kwa nini wasiwekeze? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwaomba tena waweze kuunga mkono ili angalau tuweze kuboresha huduma katika huu mkoa wetu wa Tanga. Vifaa tiba hivyo vinakwenda kunufaisha vituo 20 vya kutolea huduma za afya vilivyopo kwenye halmashauri zote za mkoa wa Tanga. Mimi nikisema nilete mahitaji yangu, naweza nikasema labda vyote hivi mniachie mimi. Lakini pia kuna wenzetu ambao kimsingi pia tuna jukumu la kuwasaidia. Hospitali ya Rufaa ya mkoa ina jukumu pia la kulea vituo ambavyo viko chini katika level hii ya mkoa. Kwa hiyo kwa vile sisi tuna jukumu hilo, badala ya wale watoto wachanga ambao labda walihitaji hizi huduma kuletwa kwetu kwa mfumo wa rufaa, basi wakiwa na hivyo vifaa kule kwao wanaweza pia wakawasaidia tena kwa uharaka na kutokuhatarisha kupoteza maisha. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka jijini Tanga. Mtazamaji, tukikamilisha habari za kitaifa ndani ya kapu la habari, kwa mara nyingine tena tunarejea kanda ya magharibi na sasa ni mkoani Katavi. Wakala wa misitu nchini TFS wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kisasa ya wakala huo iliyojengwa katika kata ya Kabungu, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 200. Hilal Sefuriami kwa mara nyingine tena anarejea na undani wa taarifa hii. Ujenzi wa ofisi hiyo pamoja na kwamba inalenga kuboresha mazingira utendaji kazi kwa watumishi wa TFS, lakini pia ni msaada mkubwa katika kusimamia matumizi endelevu ya misitu. Kituo kinasimamia msitu wa hifadhi mmoja uitwao Kabungu wenye ukubwa wa hekta 244 ambao ndo hapa tulipo. Kinasimamia shamba la miti Mwese lenye ukubwa wa hekta 1538 ambapo hekta 166 tayari zimeshapandwa, na kinasimamia msitu mmoja wa matajiwazi uitwao Kasherami wenye ukubwa wa hekta 8208.85 unaopendekezwa kuwa msitu wa hifadhi. Aidha, kituo kinasimamia manzuki moja ya nyuki yenye jumla ya mizinga 88 katika msitu huu wa Kabungu. Baada ya kushuhudia makabidhiano ya ofisi hiyo kati ya TFS na kampuni ya ujenzi ya Sadtech, katibu tawala wilaya Tanganyika Lincoln Temba anaitaka TFS kuhakikisha ofisi hiyo inakuwa msaada mkubwa katika kukuza biashara ya kaboni. Kazi yenu mliopewa ya wakala wa misitu ni kubwa sana. Asilimia kubwa ya wilaya Tanganyika ni misitu. Kwa hiyo tunawahitaji sana wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kuhakikisha kwamba misitu hii iko salama. Na sisi bahati nzuri katika vijiji vyetu viko vijiji 8 vinavyofanya biashara ya carbon, na miongoni mwa maeneo hayo ni misitu. Tunaomba moyo huo uendelee na muongeze nguvu kuwasaidia, kwa sababu kule vijijini hawana utaalamu wa kutosha. Tunategemea wataalamu kutoka kwenye ofisi zetu. Ufike mara kwa mara kwenye vijiji kuwaelimisha zile kamati za utunzaji wa misitu jinsi gani ya kutunza misitu, udhibiti wa misitu unafanyikaje na vitu vya namna hiyo. Tukishirikiana kiasi hicho tutahakikisha kwamba wilaya yetu bado inabaki kuwa ya kijani na hii misitu inaendelea kukua.
Katika kutilia mkazo suala la ulinzi wa misitu, TFS kanda ya Magharibi inaendelea na ujenzi wa ofisi ndogo katika maeneo mbalimbali zitakazotumika kama kituo cha ulinzi na pia ofisi ya usimamizi wa maendeleo ya mashamba ya miti. Tayari tumeanza kule Mwese ambako tunajenga ofisi ndogo ambayo pia itatumika kama kituo cha ulinzi, lakini pia kama ofisi kwa ajili ya uendelezaji wa shamba la miti. Na sasa tumekamilisha jengo hili ambalo tunaamini kabisa kwanza litatia ari kwa watumishi katika utendaji wa kazi, lakini pia litawapa hamasa ya kuwepo katika mazingira ya kazi masaa yote ya kazi na nje ya masaa ya kazi pale wanapotakiwa. Nashukuru TAWA TFS kwa kuleta mradi huu kwenye kata hii ya Kabungu. Kipindi cha nyuma kweli mimi nilikuwa naona msitu unavyoharibiwa kweli leo likuwa, lakini kwa hili natambua uthamani wa misitu. Kwa hiyo nashukuru sana kujenga ofisi ya wilaya Tanganyika kwenye kata ya Kabungu. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Napo zako kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Hilal Sefuriami na kuweza kumwalika Saadi Suleiman ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni Saadi Suleiman kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika, Masad Balous, amekutana na wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Doha, Qatar. Mkutano huo umetokea baada ya pande hizo mbili, Kongo na Rwanda, kukubaliana kuanza mazungumzo ya kumaliza mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balous, mfanyabiashara ambaye pia ni mkwe wa rais wa Marekani, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba amekutana pia na maafisa kutoka Ufaransa, Qatar na Togo, ambayo ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro huo. Amesema mkutano huo unapania kuendeleza dhamira ya pamoja ya kuleta amani, utulivu na ustawi katika kanda ya Maziwa Makuu. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imeeleza katika taarifa kuwa mazungumzo hayo yalijikita kwenye mgogoro wa Kongo, majadiliano yanayoendelea kati ya pande zinazohasimiana na hali ya kibinadamu ambayo inahitaji mwitikio wa haraka na wa pamoja. Nchi hiyo ya Ghuba imekuwa mpatanishi katika mgogoro wa Kongo ulioibuka tena katika miezi ya hivi karibuni. Kwingineko, Ukraine na Marekani zimesaini makubaliano ya uwekezaji yatakayoruhusu Marekani kuchimba madini ya Ukraine, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Fedha ya Marekani. Naibu waziri mkuu na waziri wa uchumi wa Ukraine Yulia aliyetia saini makubaliano hayo mjini Washington amesema vifungu muhimu vya mkataba huo ni pamoja na kwamba rasilimali zote kwenye eneo la Ukraine na eneo la maji ni mali ya Ukraine. Marekani chini ya makubaliano hayo inaweza kuchimba madini ya thamani na adimu nchini Ukraine ili taifa hilo liendelee kupata msaada wa Marekani wakati ikiendelea kukabiliana na uvamizi wa Urusi.
Rais wa Marekani Donald Trump ameshinikiza kupatikana kwa makubaliano kwa miezi kadhaa ambayo anasema yatakuwa ni kama malipo kwa Marekani kufuatia msaada wa kijeshi na kifedha ambayo imeipatia Ukraine. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Pakistan imesema kwamba ina ushahidi wa kijasusi na wenye kuaminika kwamba India inapanga kuishambulia ndani ya siku chache zijazo. Tuhuma hizo zimetolewa wakati raia wa Pakistan wakielekea mpakani kuitii amri ya serikali ya India ya kuwataka raia wote wa Pakistan kuondoka nchini humo kufuatia shambulio la wiki iliyopita katika jimbo la Kashmir. Shambulio dhidi ya watalii katika jimbo la Kashmir na hatua ya India ya kuiadhibu Pakistan ambayo imekanusha kuhusika kwa namna yoyote ile na shambulio hilo imeongeza mvutano kati ya mataifa hayo pinzani yenye silaha za nyuklia. Mvutano ambao umefikia kiwango cha kutisha tangu mwaka 2019 wakati pande hizo mbili zilipokaribia kuingia vitani baada ya shambulio la bomu la kujitoa muhanga lililofanyika Kashmir. Mapema siku ya Alhamis, Pakistan ilieleza kuwa ina ushahidi wa kijasusi kwamba India inapanga kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi yake ndani ya saa 24 hadi saa 36 yajayo kwa kisingizio cha madai ya uongo na kubuniwa kuhusu kuhusika kwa Pakistan. Hata hivyo, hakukuwepo na tamko lolote kutoka kwa maafisa wa India. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika mazungumzo ya simu aliyoyafanya na mamlaka nchini India na Pakistan amesisitiza haja kuepuka mvutano ambao unaweza kupelekea matokeo mabaya. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Asante sana Saadi Suleiman kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapula habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Serikali yaongeza mshahara kwa 35% kwa watumishi wa umma. Taasisi ya Rehma Wakfu ya wafariji wanawake wenye uhitaji katika kijiji cha Kise, kata ya Kiparang'anda, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Katika habari za kimataifa, Pakistan yaituhumu nchi ya India kwa kupanga kuishambulia. Na kwa nukta hiyo, mtazamaji, ndio tamati ya kapula habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wasaa kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kufanikisha kapula habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Saadi Suleiman. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Umari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Ilhali katika maeneo ya ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro. Kwa maeneo ya nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia mvua pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.